Naam, mbele yenu, mbele ya kamera ni viwanja vya Moro Finest Pool Club na kwa majina anaitwa Conscious S Magongera na hii ni Sam TV. Naam, bwana, mambo vipi? Mambo poa kiongozi. Inakuwaje? Mambo poa kabisa. Jitambulishe kwa majina yako kwa wale wasiokufahamu. Naitwa Felix Atanas aka Yebo Yebo. Okay. Yebo Yebo, unajisikiaje kwa ushindi wa leo wa nafasi ya pili? Najisikia furaha sana na faraja kubwa sana ndani ya moyo wangu. Pia napenda ni washukuru viongozi wa chama cha Pool Tanzania kwa kufanya mchezo huu uwe wa thamani zaidi. Naam, Yebo Yebo, kwa wale wasiokufahamu tu ni kwamba wewe ni moja ya marejendi, wachezaji muhimu sana wa kihistoria katika nchi hii, wachezaji ambao wamefanya makubwa sana katika kukimbiza mchezo huu kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nini hasa kilikufanya ukapotea kwa kipindi kirefu? Kutokuwa na mazoezi na kucheza meza mbovu muda mwingi ndio kinachosababisha muda mwingine turuzi kimchezo. Na malengo yako hasa baada ya kurudi katika mchezo huu na kuchukua nafasi hiyo ya pili ni yepi hasa? Makubwa zaidi nadhani kwa sababu kipindi hichi naishi Dodoma na Dodoma wametuandalia viwanja vizuri ambao ni New Greenland. Napenda sana nimshukuru Abdalla Madula kwa kutusababisha turudi kwenye mchezo kwa sababu ya kutuwekea meza nzuri ambazo ni za South Africa ambazo ukicheza unachokifanya ndio kitakachokuwa. Napenda sana nimshukuru Abdalla Madula. Ndugu Yebo Yebo, unafikiri ukiekewa wachezaji 10 katika wachezaji 10 wakubwa kwenye nchi hii kwa mchezo huu wa pool table, wewe unaweza ukawa kwenye nafasi gani? Nafasi ya ngapi? Mimi naweza nikawa nafasi ya 3. Ya 3. Ni kwa nini ya 3 na sio ya kwanza? Kwa sababu kuna wachezaji wenzangu wamenizidi kimazoezi, wamejipa muda mwingi wa kufanya mazoezi kuliko mimi. Okay. Yebo Yebo, tutarajie nini hasa katika siku zijazo baada ya kurudi kwa kishindo katika mchezo huu? Kwa kweli nataka niwaahidi mashabiki zangu nitafanya vizuri zaidi na zaidi na zaidi, kwa sababu Dodoma kuna New Greenland ambao sponsor wetu wana Dream ambao katuwekea meza nzuri ambazo tunafanya mazoezi tukiwa comfortable. Tunaamini tutakachokifanya ni sahihi kwa sababu ya meza nzuri. Tumekuwa nikishuhudia madoido au tunaweza kuita mbwembwe, kwa sidhani kama ni Kiswahili sahihi sana, wakati wote ulipokuwa unacheza. Siri ya kufanya mambo yale nini hasa? Nyuma ya kile ni nini? Ilikuwa ni trick ya kumuua mchezaji mwenzako, trick ya kumtoa mchezaji mchezoni, au ni nini hasa? Au ni uwezo fulani tu wa kujiamini na kuona kwamba wewe unakwenda kuwa bingwa katika michezo yote? Kilichonisababisha nifanye hivyo kwa sababu najiamini 90% kwamba ninachokifanya ni sahihi. Mchezaji mwenzangu akifanya kosa, naamini hatopata ushindi kwangu. Mchezaji gani wa kihistoria ambaye unakumbuka zamani, miaka ya nyuma kidogo, wakati wengine wengi hawajakuwa wachezaji wakubwa, mlicheza pamoja vizuri na ungetamani kuona leo naye anarudi kama ulivyorudi wewe? Ningependa kusema namba 1 ni Omari Akida, namba 2 ni Abdalla Huseni, namba 3 ni Melik Davis ama Davis. Yebo Yebo, kwa sasa hivi uliniambia mwanzo kwamba ni mchezaji free, una timu. Unafikiri ukipata nafasi ya kuchagua timu ungependa kuchezea timu gani? Ningependa sana nichezee Q-Master. Kwa nini Q-Master na sio timu nyingine? Kwa sababu ni mwingi wa kujitolea katika kusapoti na katika usponsor. Namba 2 ni Snipers. Namba 3 ni Moro Finance. Yebo Yebo, unafikiri ukirudishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa leo kama ilivyokuwa zamani, unaweza ukafanya vizuri na kuvuka mipaka kama ambavyo ulikuwa vile zamani kwenye ubora wako? Inawezekana, kwa sababu sasa hivi niko sehemu ambao wamejitolea pesa zao nyingi, ambao ni New Greenland. Wametuwekea meza za South ambazo inasababisha mpaka hatua nilofika, kwa sababu nimecheza meza nzuri
na ambazo zenye kiwango sahihi. Na unaonaje maandalizi ya leo kwa ujumla yaliyoandaliwa na Moro Finest hapa Morogoro? Maandalizi ni mazuri, bosi kajitolea, kasapoti wachezaji kwa moyo mmoja. Wewe ni mchezaji mkubwa sana na mchezaji ambaye una lundo la historia, lakini pia ni mchezaji mwenye lundo la uzoefu kwenye michezo hii. Kuzungumza ukweli kabisa, unadhani leo ni changamoto gani umeziona zimetokea katika mchezo kwenye eneo la meza au kwa ujumla, chochote kile ambacho unahisi kwamba hichi kwa namna moja ama nyingine hakikuwa kimekamilika? Sijaona ambacho hakijakamilika. Naona maandalizi ni mazuri, sehemu ni nzuri, meza tumekewa pia ni nzuri, kwa hiyo sijaona changamoto yoyote. Asante sana Eboebo kwa time yako. Asante sana kaka mkubwa. Nashukuru kiongozi. Bwana, tulikuwa na Eboebo hapa Sam TZ. Ni mmoja wa wachezaji nguli kabisa wa kihistoria ambao wamefanya makubwa katika mchezo huu wa pool table, na tuonane tena katika kipindi kingine. Asante na bye bye.